Uzushi ni jambo zuri sana, sio jambo baya, ila ubaya wake ni mmoja tu, limekosa utaratibu wa Mtume. Ukaamua mimi na swali rakaa 100 usiku, leo kisomo changu rakaa 100, ni swala au si swala? Na utataja majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, utataja pale dhikri, si ndio? Lakini unasema haikubaliki. Kwa nini? Sio mafunzo ya Mtume, na ibada hiyo hujapata thawabu. Pamoja kwa umeswali hujapata thawabu. Na kusikwani kuna mtu kaswali na Mtume akamkatalia, kaja pale akaripua kule pe Mtume na mwangalia tu, akadua salamu alaykum wa alaykum salam. Tumemwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli, nenda ukaswali hujaswali. Ina maana kaswali anavyotaka yeye, sio kwa mafunzo ya Mtume. Jamaa akarudi hivyo hivyo mara 3, akasema nifundishe. Akasema hapa ndipo nilipotaka. Haya, ukisimama katika swala simama sawa sawa, na alafu uende kwenye rukuu utulie, ndio ile tumaanina, khushu', tumaanina, utulivu, utulie. Ukitoka pale uende katika kisimamo utulie, sio unganishe kama unaendesha skania tu, Allahu akbar. Ingawa tukiwaambia hivyo anakuja juu, ndio si haifai. Fuata utaratibu. Mtume anasema simama sawa sawa, soma suratul Fatiha ipasavyo, na Mtume alikuwa akisoma aya moja moja, alhamdulillahi rabbil alamin. Hivi anakwenda kwenye rukuu, alafu tulia, atafika nasema ma'atu ma'anina, na utulivu, urukui mpaka utulie vizuri, viungo vikae sawa sawa, kisha usimame katika itidal, usimame sawa sawa, sio uunganishe tu, kwa sababu uko kwenye jambo ambalo linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Usiripue, una harakati. Unatamwona mtu afanya haraka kisha ripua, labda yuko busy sana, akifika enda cheza bao. Usiku wa Ramadhani enda cheza bao, enda cheza keram, au enda cheza karata, au letaje pulling pale muda mwingi, na atakuwa na unyenyekevu pale, alingele tundo pale na utulivu. Lakini kwenye sara kalipua, au akakae baraza kwenda kuanza mambo ya vurugu ya kusengenya na mambo mengine.